Uhali gani mwanamichezo, karibu sana tupeane zile update za kimichezo. Mimi naitwa Dickson George na hii inaitwa Bongo Headlines. Kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, kuna mambo mengi ambayo yamezuka siku ya jana, siku ya tarehe 7 Machi, kabla ya mchezo wa leo ambapo unabidi uchezwe tarehe 8 Machi 2024. Jana kuna taarifa ambayo ilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha basi la Simba kugomewa kuingia uwanjani majira ya usiku, ambapo wenyewe walikuwa wameenda kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya siku ya mechi ambayo mechi inatakiwa ichezwe leo Machi 8. Hivyo waligomewa kuingia uwanjani. Leo timu ya Simba imeachia barua ya wazi kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, na barua hiyo inasema kwamba, nitainukuu kama ilivyoandikwa na club hiyo: taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa maksudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Na hiyo ndiyo barua ya wazi ya klabu ya Simba kufuatia kile ambacho kilitokea siku ya jana. Hivyo ndio wameandika barua hiyo ya kugomea mchezo wa leo ambao unatakiwa kuchezwa majira ya saa 1:15 kati ya Yanga dhidi ya Simba, yani dabi ya Kariakoo. Moja kwa moja Bongo Headlines yatukuishia hapo. Tumeungana na wasimamizi wa ligi na izungumzia bodi ya ligi Tanzania bara, yani TPLB. Boimanda, hizi taarifa ambazo zimetolewa na klabu ya Simba kwenu zimeshawafikia na ni hatua zipi ambazo zimeshachukuliwa mpaka sasa? Tunaomba utusaidie Boimanda, hizi taarifa zipo vipi mpaka hivi sasa? Tumepokea taarifa kwa maana ya barua rasmi ya klabu ya Simba ikieleza kile ambacho kimeelezwa pia kwenye taarifa yao kwa umma, kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na nia yao ni kutoshiriki mchezo husika. Sisi tukiwa kama waendeshaji na wasimamizi wa ligi tunafanya kila kitu kwa mujibu wa kanuni za ligi, na msingi wa matumizi ya kanuni za ligi ni taarifa kutoka kwa maafisa wa mchezo. Kwanza ni kuteua maafisa wa mchezo, jambo ambalo tulishalifanya na tukatangaza kwa umma maafisa wa mchezo huo, na kinachofuata chochote kile ni lazima kitokee kwa maafisa wa mchezo. Kwa hiyo tumeshawaomba maafisa wa mchezo watutumie taarifa za tukio hilo, na tukiamini kwamba taarifa hizo ndio zitakuwa mwongozo wa nini kinapaswa kufanyika baada ya hapo. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo la dharura, tunaamini tutapokea taarifa hiyo asubuhi hii mapema, na sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tutatoa taarifa rasmi baada ya kupokea taarifa za maafisa wetu wa mchezo, akiwemo kamishna wa mchezo, general coordinator, pamoja na mechi pamoja na security officer kwa maana afisa usalama wa mchezo. Karim Boimanda, nini ambacho unaweza ukawaambia mashabiki ama wadau wa michezo kwa taarifa hiyo baada ya kutoka, ama waendelee kusubiri mpaka taarifa kutoka kwenu? Kwa sababu ni jambo la dharura limetokea na ni jambo ambalo linahusisha kanuni, ni muhimu kusubiri taarifa rasmi ambayo sisi tunaamini itatoka muda mfupi kuanzia sasa, kwa sababu maafisa wetu wanakamilisha ripoti za hilo tukio na watatumia hapa. Baada ya kupokea basi tutatoa taarifa rasmi. Mwanasheria wa Yanga Simon Patrick amenukuliwa naye akisema kwamba wameshawahi kugomewa kuingia kwenye uwanja wa mazoezi siku kabla ya mechi na ni dabi iliyopita. Wenda hizo taarifa na nyie mlikuwa nazo, imetumika kama kisasi hivi sasa?
Sina taarifa kama Patrick Simon ni mwanasheria wa Yanga. Kwa hiyo siko tayari kujibu swali ambalo linamhusisha mtu ambaye sijui yeye ana nafasi gani ndani ya klabu ya Yanga. Shukran sana Karim Boimanda kwa taarifa hiyo. Nadhani umma utakuwa umeelewa vizuri sakata hili linaenda vipi, na nyie kama wasimamizi wa bodi ya ligi taarifa yenu ni hipi. Shukran sana Karim Boimanda. Hii ni Bongo Headlines. Ili kupata taarifa za kimichezo usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele upate taarifa za uhakika zote za kimichezo pamoja na zile za burudani. Mimi naitwa Dickson George, endelea kuwa na sisi.